ninakushukuru sana kwa kunipa nafasi na mimi niweze kuweka mchango wangu katika wizara hii muhimu, wizara ambayo imewasilisha ripoti yake hapa chini ya waziri wetu mkuu, na ni wizara ambayo inatugusa sisi vijana. Mheshimiwa Mwenyekiti, nianze kwa kumshukuru Mungu. Namshukuru Mungu kwa kunipa afya njema, na mimi leo nimesimama mbele ya bunge letu hili tukufu na mimi kuweka mchango wangu. Mheshimiwa Mwenyekiti, ninampongeza pia waziri mkuu kwa wasilisho lake zuri kwenye hotuba hii aliyoiwasilisha mbele yetu. Lakini pia ninampongeza sana Mheshimiwa waziri wa sisi vijana, Mheshimiwa Ridhiwani, pamoja na wasaidizi wake wote na timu nzima ya wizara hii ya vijana. Mheshimiwa Mwenyekiti, mimi mchango wangu nitajielekeza katika ajenda kubwa ya sisi vijana ya changamoto ya ajira. Na hapa Mheshimiwa Mwenyekiti, ninaomba sana kwa dhati ya moyo nimpongeze Daktari Samia Suluhu Hassan, rais wetu mpendwa. Mwaka 2020 wakati tunainadi ilani ya Chama cha Mapinduzi, tulipita kwa vijana wa nchi hii kuwaambia kwamba tutatengeneza ajira milioni 8 kwa vijana wa taifa letu. Na leo kwenye taarifa ya Mheshimiwa Waziri Mkuu tunaona jambo hili limefanyika kwa vitendo na Mheshimiwa Samia amelisimamia, na leo tumetimiza ajira milioni 8 kwa vijana. Lakini Mheshimiwa Mwenyekiti, si hilo tu. Sisi vijana tunampongeza Daktari Samia kwa sababu tunaiona dhamira yake ya dhati ya kupambana na changamoto hii ya ajira kwa vijana. Pamoja ya kuwa ameshatengeneza ajira milioni 8 kupitia kwenye ilani, lakini bado tunaona dhamira yake inaenda kwa vitendo. Leo hii Mheshimiwa Mwenyekiti, Daktari Samia Suluhu Hassan amefanya mambo mengi ambayo yanaonyesha kwa kabisa ni dhamira ya dhati ya kupambana na changamoto ya ajira kwa vijana. Mheshimiwa Rais huyu amejenga nchi hii vyuo vya VETA, karibu halmashauri zote zina vyuo vya VETA. Yote hii ni mapambano ya changamoto ya ukosefu wa ajira kwa vijana. Lakini Mheshimiwa Samia, Mheshimiwa Mwenyekiti, amerejesha mikopo ya 10% ya halmashauri ambao kwa muda mrefu ilikuwa imesitishwa. Yote hii ni mapambano ya changamoto ya ajira kwa vijana. Lakini tunaona programu mbalimbali zinaendelea. Kuna Samia Scholarship, yote hii ni mapambano na kutoa fursa kwa vijana ili waweze kujikwamua na changamoto ya ukosefu wa ajira. Na hapa Mheshimiwa Mwenyekiti, mimi niliomba sana wasaidizi wa Mheshimiwa Rais waibebe ajenda hii kama ambavyo Mheshimiwa Rais anaibeba. Mheshimiwa Mwenyekiti, chini ya serikali kuna mifuko ambayo inatoa mikopo moja kwa moja kwa walengwa, mifuko zaidi ya 22. Si hiyo tu, chini ya serikali Mheshimiwa Mwenyekiti, kuna mifuko inayotoa ruzuku. Mifuko inayotoa ruzuku ambayo iko chini ya serikali ni mifuko 26. Lakini sio hiyo tu Mheshimiwa Mwenyekiti, chini ya serikali kuna program za uwezeshaji wananchi kiuchumi. Ziko program zaidi ya 9. Sasa Mheshimiwa Mwenyekiti, sisi vijana wa taifa hili tunaona bado vijana hatuna taarifa sahihi kuhusu mifuko hii. Leo ukienda Rukwa, kijana wa Nkansi, ukimuuliza ni mikopo mingapi ambayo unaweza kuipata kwenye serikali, atakwambia ni mikopo ya halmashauri tu. Lakini tuna taasisi nyingi chini ya serikali ambazo zinatoa mikopo, lakini vijana bado hatuna taarifa. Sasa Mheshimiwa Mwenyekiti, tunatamani sana kuona serikali inaweka mkakati ambao utatoa taarifa kwa vijana wa nchi hii, kuifahamu mifuko hii na iwanufaishe moja kwa moja. Mheshimiwa Mwenyekiti, ili kijana aweze kupata huduma kwenye mifuko hii ambayo iko chini ya serikali, itamlazimu aje Dodoma. Najiuliza, kijana kutoka Wampembe, kijana wa kutoka Kalambo, kijana wa kutoka Laela, anafikaje Dodoma? Anapataje access ya kufikia mifuko hii ya uwezeshaji kwa vijana ambayo iko chini ya ofisi ya waziri mkuu? Mheshimiwa Mwenyekiti, ushauri wangu kwa serikali, hii mifuko ni kwa ajili yetu sisi vijana, lakini mifuko bado haijafika chini kwa walengwa wenyewe ambao ndio dhamira ya Mheshimiwa Rais. Sasa Mheshimiwa Mwenyekiti, kwa sababu vijana
wana uelewa mkubwa na mikopo ya halmashauri. Tulikuwa tunaomba mifuko hii ishuke au iwe connected na mikopo ile ya 10% ya halmashauri. Vijana watakapoomba pale kwenye halmashauri zao, kama halmashauri wataona wao hawana uwezo wa kuwapa ile mikopo kwa sababu vijana ni wengi, basi moja kwa moja wao wapeleke maombi yao kwenye mifuko hii ambao inawawezesha vijana kiuchumi. Hiyo itatusaidia vijana wengi kuifikia mifuko hii. Lakini Mheshimiwa Mwenyekiti, ushauri wangu, natamani sana kuona serikali inaweka mkakati maalum, kuona serikali inaweka utaratibu maalum ambao utatuambia ni kwa kiasi gani kijana mkulima wa kijijini, kijana mvuvi aliyeko Kasanga kule anapata faida na mifuko hii ambayo iko chini ya Waziri Mkuu. Mheshimiwa Mwenyekiti, kwa kuwa mifuko hii iko mbali na sisi vijana, hatuna taarifa nayo, na ndio maana vijana wengi tunaona kwamba mifuko hii iko kwa ajili ya watu wa mijini. Lakini dhamira ya Mheshimiwa Rais ni kuhakikisha vijana wote, awe wa kijijini, awe wa mjini, anapata fursa sawa kama Mtanzania. Sasa Mheshimiwa Mwenyekiti, tumekuwa sisi kama wawakilishi wa vijana tukipita kwa vijana kupokea maoni yao kuhusu mikopo ya 10% ambayo inatolewa na halmashauri. Kwanza tunaishukuru serikali kwa kazi kubwa ambao wanaifanya. Mikopo baadhi ya halmashauri wametoa na mikopo mingine utaratibu unaendelea. Lakini Mheshimiwa Mwenyekiti, changamoto bado ipo. Vijana wanatamani sana kuona mikopo hii wanapewa kwa mtu mmoja mmoja. Bado sharti la kikundi limekuwa ni jambo ambalo linawafanya vijana wengi wakose fursa. Na tumekuwa tukisema hapa Mheshimiwa Mwenyekiti, na nimewahi kuuliza swali hapa na tukaambiwa kwamba wanakopa kwa kikundi lakini hela anapewa mmoja mmoja. Bado sharti la kikundi liko pale pale Mheshimiwa Mwenyekiti. Sasa mimi niombe sana serikali. Tuna vijana wengi wabunifu na tumeona kwa kuanzishwa hizi VETA vijana wameenda wamepata ujuzi. Lakini changamoto kubwa ya vijana ni mitaji kwa sasa. Sasa niombe serikali kuona namna nzuri ya kuwakopesha vijana mmoja mmoja na kuacha sharti la kikundi kama sharti la lazima. Lakini Mheshimiwa Mwenyekiti, kwenye mikopo hii ambayo inatolewa bado ni midogo. Na mimi hapa naungana na taarifa ya kamati, maoni ya kamati. Maoni ya kamati yanasema serikali iendelee kutoa fedha kwenye mifuko hii. Mheshimiwa Mwenyekiti, ukiangalia huu mfuko wa maendeleo ya vijana mwaka wa fedha 2024-2025 mpaka kufikia Machi ilikuwa imetengwa zaidi ya milioni 600, lakini mpaka kufikia Machi hakuna hata shilingi moja ambayo imeenda huko. Sasa Mheshimiwa Mwenyekiti, kwa hali hii au vijana wanaenda kunufaika vipi? Kwa niombe sana serikali ione uzito wa jambo hili la vijana, itoe fedha ili vijana waweze kunufaika na mifuko hii. Lakini Mheshimiwa Mwenyekiti, jambo lingine ambalo nilitamani sana kuliongelea kama kwenye wizara hii ya vijana. Vijana wa nchi hii ni wapambanaji sana na sisi ni mashahidi Mheshimiwa Mwenyekiti. Lakini ukichukua sensa ya watu na makazi, vijana sisi ni asilimia nyingi ya wananchi wa taifa letu hili Mheshimiwa Mwenyekiti. Na vijana tumepata mafunzo, tuna elimu nzuri, tuna ujuzi, lakini changamoto yetu imekuwa ni swala la uwezeshaji wa mitaji. Sasa kwa kuwa tunafanya hizi program kwa pamoja, hizi program ziwe na package nzima. Kama tunampeleka mtu akapate mafunzo VETA, akapata ujuzi, tusipomwezesha vifaa, ile elimu inakuwa haijaleta tija. Kwa niombe sana hizi program ziwe na muunganiko wa package nzima. Huko VETA tuwatambue, tuwapatie vifaa baada ya mafunzo, kwa sababu kuna mifuko ambayo inawawezesha, inawapa mikopo, waunganishwe moja kwa moja. Lakini Mheshimiwa Mwenyekiti, jambo la mwisho ambalo ni muhimu sana kwa taifa letu. Tunafurahi kuona mipaka imefunguka, nchi imefunguka na vijana wanatamani sana kufanya biashara. Kuna swala la vijana au raia wa kigeni kufanya biashara kuliko raia wa Tanzania. Biashara ambazo ni ndogo ndogo zingeweza kufanywa na vijana wetu wa Kitanzania. Ili jambo Mheshimiwa
Waziri, ninaomba sana mliangalie kwa kina. Ni jambo ambalo lipo, ni jambo ambalo vijana wetu wanakatishwa tamaa. Leo unaenda Kariakoo unakuta raia wa kigeni, Mheshimiwa Mwenyekiti, anauza paka vitu ambavyo vitana vya bukubuku ambavyo tungeweza kufanya hizo biashara sisi wazawa. Mheshimiwa Mwenyekiti, ninaomba sana jambo hili lichukuliwe kwa uzito wake. Vijana wa Tanzania tupo timamu na tuko tayari na tunaweza. Tunaomba tu uwezeshwaji wa kifedha tuweze kujikwamua kiuchumi. Mheshimiwa Mwenyekiti, naunga hoja. Asante sana. Asante sana Mheshimiwa Silvia Francis Sigula. Nimtaja Mheshimiwa Vedastus Manyinyi Matayo, Mheshimiwa Mwita Mwikabe wa